Oho, habari yako mganga? Bana, mimi nimerudi tena kwa ajili ya kuja kuchukua ile kinga ambayo umeniambia nije nifate kwa ajili ya kulinda mambo yangu. Oi, ile mradi yaende vizuri. Oho, kwa sababu naona tayari kuna watu washaanza kuwa kimbele kama mfuko wa shati wanaanza kunifuatilia. Oi, koyo nahitaji unipatie kinga. Oho. Aha, basi karibu. Karibu tena. Kaskazini wakusini njooni hapa Tumekusikia Bwana Juma. Mizimu itakufanyia kitu kizuri sana. Hujawahi kutegemea. Huo mshindo ambao unataka kwenda kupiga mara hii ni lazima utiki. Nitakupa dawa hii. Uwape vijana wako pindi wanapokwenda kufanya kazi, ni lazima wawe nayo mifukoni. Basi hapa kuna mbwa yoyote ambaye atawafuatilia. Hakuna mjinga yoyote ambaye atawafuatilia. Umenielewa Bwana Juma? Oho, naishukuru sana mizimu. Kwa sababu nikija hainiachi mkono mtupu. Ni lazima inipatie kitu chochote cha kuondoka nacho. Oho, sasa naomba nipatie hiyo dawa. Mimi nitahakikisha vijana wangu wanafuata masharti yote na hatovunja masharti. Oho, oi, naomba unipe niondoke. Oho, kama kawaida takuwekea sadaka yako kwenye simu yako. Namba ya simu ndo ile mganga. Alafu wewe mganga, nashangaa sana wewe mganga, wewe wa digitali, una hadi mbara, una smartphone. Oho, lakini sijakuwa ya mkopo hiyo, lakini oho, oi. Allah. Wallahi niko peke yangu kwenye chumba, mke wangu Bikidawa kanikimbia. Tafanya nini sasa na mesiwezi kaa peke yangu mundani. Nitaona kama maruweruwe hivi, naweza nikaona kama mizimu yanitembelea. Wallahi majukumu ya kazi yanisababisha nitengane na mke wangu kipenzi Bikidawa. Tafanya nini mpemba mie? Chante zangu nkapunge upepo tu. Sasa sina la kufanya, ndo nimebaki peke yangu, mimi peke yangu na midevu yangu hii miwili. Wallahi ni shida kweli hii. Lakini mimi nilikuwa namwambia mpunguzie majukumu. Sasa Bikidawa yule kashaondoka. Chumba hili ninabaki peke yangu na kitanda cha nzomea be. Allah. Oi. Asante Bikidawa kwa kuweza kuitikia tena wito wangu. Lakini jambo langu mimi ni lile Bikidawa. Nakuomba sana Bikidawa, uweze kunikubalia mimi niwe wako, na kuahidi kuwa sitakufanyia mambo yoyote mabaya. Nakuahidi sitakukimbia Bikidawa. Nakuomba nikubalie mwezio. Wenzako nakupenda hadi kwenye moyo. Oho, yaani jinsi ninavyoongea hapa nahisi naishiwa hata na nguvu Bikidawa. Naomba nikubalie mwezio. Oi. Lakini Bwana Juma, lakini Bwana Juma, niahidi kwa hautokuwa kama Kwicho, kwa sababu Kwicho hanipi haki zangu yoyote ile. Kwicho ananinyanyasa kijinsia. Nakuomba Bwana Juma
usiweze kunifanyia kama Kwicho, na kuomba sana. Lakini mi kama nimekubali, lakini kama nakubali hivi, kama nakataa, lakini nimekubali, nimekukubalia ombi lako. Safi sana Big Dawa. Alahi, natamani nikupe hata zawadi. Asante sana Big Dawa, asante sana. Yaani nilikuwa nishaanza kuishiwa uroto mwenzako, lakini uroto unaanza kurudi taratibu. Huo uroto unarudi Big Dawa. Mi nikuahidi Big Dawa kuwa sitakuja kukufanya ulie, wala sitakuja kukuumiza. Kama Kwicho wameweza kukuumiza, mie siwezi kufanya ujinga kama huo kabisa. Umenielewa Big Dawa? Yaani nahisi leo wazimu mimi mwenzenu, nahisi wazimu. Hivi bwana Kwicho rafiki yangu, hizi siku mbili hizi naona sikuelewi kabisa mimi. Yaani nakuona kama upo katika dimbwi la mawazo. Nakuona unawaza sana. Hata ufanyaji wako wa kazi ofisini nakuona umepungua. Unasumbuliwa na nini bwana rafiki yangu Kwicho? Yaani bwana Juma, usinione mmevaa hii miwani nikaurambia leo. Bwana Juma, mimi nasumbuliwa na mke wangu Big Dawa, kanikimbia. Katoroka, sijui kanikimbia nyumbani. Simuoni hata alipoendea. Hapa nina mawazo kichwani yananilehemelea. Nikipiga hesabu ofisini nako, kama unavyoona, majukumu mazito mmepewa mimi walahi. Huku nyumbani shida, ofisini shida. Basi naona kama shida zimenipandia juu ya shida. Mimi sielewi, nimevurugika. Maisha yangu naona kama yameingia doa. Kama kuna mdudu mtu hivi ananifanyia ududu. Sielewi bwana Juma. Mimi Kwicho tayari nimeisha. La haula. Wawa wewe, wallahi hiyo ni shida sana bwana Juma. Oi. Ina maana unataka kunambia kuwa Big Dawa ametoroka nyumbani, ama Big Dawa umemwacha kuondoka? Hivi wewe bwana Kwicho, unakielewa kweli unachokiongea? Umemwacha achaje Big Dawa kuondoka nyumbani? Lakini hapa ndio napata jibu kuwa wanawake uvumilivu hawana. Yaani wewe tu majukumu ya kazi kidogo, tayari ameshapata mjinga kashamdanganya. Mimi nikutakia pole bwana Kwicho, lakini wanawake wapo wengi. Utapata mwingine bwana Kwicho. Inaonekana Big Dawa alikuwa hakupendi, ndio maana amekukimbia. Pole rafiki yangu, na utapata mwingine mzuri kuliko Big Dawa. Basi mimi nikuache kwa sababu kesho mkuu kiongozi anakuja kwa ajili ya kuongea mawili matatu. Kwa hiyo na maana kesho ofisini kutakuwa na kikao. Kwa hiyo sijajua hicho kikao kinaongelewa nini, lakini mimi nikupe pole bwana Kwicho. Pole sana Kwicho. Pole Kwicho. Pole Kwicho. Basi hamna noma rafiki yangu, lakini tumekumsahau Big Dawa. Naona ni uzito tena ni ngumu, mimi siwezi kumsahau Big Dawa. Nitamtafuta kwa kalama yoyote hile mpaka nimpate. Siwezi kukubali mimi Big Dawa ondoke nyumbani. Sikubali hata siku moja.
Oh. Oi. 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 Basi mimi nikutakie pole Bwana Juma, bwana Kwicho. Nikutakie pole sana Kwicho. Pole. Oho. Oi. Oi. Oho jamani wewe. Oho. Oi oi.